Kwa nini biashara yako haitawahi kukufanya uwe tajiri? Kwanza jiulize, je, unafanya kazi kwa bidii? Ndiyo, lakini je, unafanya kazi kwa akili? Sikia. Mwanamke anayechuuza nyanya na wamiliki wa Shoprite wote ni wafanyabiashara. Lakini mmoja wao tu ndo anajenga utajiri wa vizazi. Mwingine anajenga stop sign ya maisha yake. Sasa tofauti yao ni nini? Endelea kusikiliza. Nitakuonyesha kwa nini juhudi zako zinaweza kuwa ndizo zinazokufanya ubaki masikini. Fikiria kwa mfano, mtaani kwenu kuna msichana fulani anayechuuza nyanya, vitunguu na pilipili. Anaendesha biashara sio? Lakini sio tajiri, na kuna uwezekano mkubwa kabisa ambao unaweza kumfanya hata uwahi kuja kuwa tajiri hata tone. Sasa angalia Shoprite. Hii ni mnyororo maarufu wa maduka makubwa ya vyakula duniani. Wamiliki wa Shoprite pia wanafanya biashara, lakini wao ni matajiri na mafanikio yao yanaonekana kuendelea tu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo, ni nini kinachowatofautisha? Ukimwangalia msichana anayeuza nyanya, unaweza ukampa na wakati wake wa kufilisika. Lakini ukiziangalia Shoprite, huwezi hata kudhani kama inaweza kufilisika. Basi, twende na vitu vinavyowatofautisha ili tukivitumia kwa busara kwenye biashara zetu ndogo ndogo, basi tutoboe. Moja, ni mtazamo wa akili. Akili ndiyo msingi bro. Tofauti inaanza kwenye namna wanavyofikiri. Shoprite inaendesha biashara kwa mtazamo wa ukuaji mkubwa, wakipanga kuhudumia wateja katika nchi nyingi sana. Wamiliki wake wanaota ndoto kubwa kubwa sana, na ndiyo maana wanafanya maamuzi yao wakizingatia upambanuzi wa muda mrefu. Lakini mwanamke anayechuuza nyanya anaona biashara yake kama kitu kidogo tu cha mtaani au kwa jamii yake ya karibu. Hii ni balaa ya maisha. Mtazamo wake ni kuishi siku hadi siku, si kupanuka kabisa, na mtazamo huo ndio uzuia uwezo wako wa kuwa tajiri. Namna unavyofikiri ndio huamua umbali gani wa maisha utakaofika. 2. Mikakati. Mkakati ni ufunguo. Shoprite ina mikakati iliyoandaliwa vizuri. Wanaelewa wateja wao ni nani, wanatoa bidhaa nyingi tofauti tofauti, na wanajenga urahisi kwa wateja wao ili wapate kuendelea kuwanunua. Wanafanya utafiti wa mwenendo wa soko, wanawekeza kwenye teknolojia, na wanapanga kwa ajili ya mabadiliko ya baadaye ya soko. Lakini muuzaji wa nyanya, yeye huwa anafanya mambo kwa mazoea tu. Mkakati wake ni rahisi sana. Nunua bidhaa, uza bidhaa, rudia hivyo na hivyo. Sasa kama wewe unafanya kitu kimoja kila siku, utakuwaje kweli? Utakuwa wewe. Muuza nyanya hachambui tabia za wateja, wala ajisumbui kufikiria njia mpya za kukuza biashara hiyo. Sasa sikia wewe muuza nyanya. Bila mkakati wa kazi, biashara usimama sehemu moja. Bisha kisha fanya unavyofanya, kila siku inakuhusu. 3. Branding and marketing. Shoprite inaweza sana katika ujenzi wa chapa ama branding. Wanahakikisha jina lao linajulikana kwa ubora, urahisi na uaminifu kupitia matangazo ya TV, mabango, kampeni za mtandaoni na program za uaminifu kwa wateja. Wanabaki kuwa chaguo la kwanza kwenye akili za wateja. Chapa yenye nguvu inaleta wateja wapya kila siku. Uaminifu wa wateja wa zamani pia unaleta wengine. Lakini muuza nyanya anategemea tu watu wanaopita karibu yake, karibu ya kibanda chake. Hana bango, hana utambulisho wa kipekee, hana mkakati wa matangazo. Sikia, tupo katika dunia ambayo kuonekana ndio kunaleta mauzo, ila yeye anabaki asiyeonekana. Kwa hiyo watu wachache tu ndio humuona. Sasa unapataje utajiri kwa watu masikini tena wachache? Sikia brother, mbinu kubwa ni watu wa kufahamu, kisha wakupe pesa kwa mbinu za kuwatatulia tatizo lao. Muuza nyanya mmoja angejiongeza kupanua akili na kuongea na kila mteja anayenunua nyanya zake na kumwambia, tafadhali, sitaki tena uanze kuja hapa kila siku. Kama unazipenda nyanya zangu, naomba nianze kukuletea nyumbani siku utakazoniambia. Na kuambia kwa mbinu hiyo ya kufanya delivery nyanya maji, kama wauza nyanya wananunua magari aisee. 4. Scalability vs survival. Shoprite ina mfumo unaweza kupanuka, scalable model. Wanafungua maduka mengi, wanaweka mifumo inayofanana, na wanatumia ukubwa wa biashara yao kupunguza gharama na kuongeza faida.
Hii inaruhusu kukua kwa kasi kubwa sana, lakini biashara ya muuzaji wa nyanya haiwezi kupanuka kwa urahisi kwa sababu hajajipanga kivile. Anaweza kuuza tu kadri ya uwezo wake wa mwili kwa siku. Faida yake inategemea muda na nguvu zake, hivyo hawezi kuvuka kiwango chake cha kipato kwa sasa, hatabaki hivyo hivyo. Siku utaamua kujipanga kupanua biashara yako kwa kuwekeza, basi I think utapata pesa sana. Biashara ndogo ndogo zinabidi ziwe na scalability, sio kuishi kwenye survival tu. Ukiendelea kuishi kwenye survival, hakika hutatoboa. 5. System and process. Shoprite inategemea mifumo imara, kuanzia usimamizi wa bidhaa, usambazaji wa bidhaa hadi uendeshaji wa maduka. Kila kitu kimepangwa vizuri. Mifumo hii inaruhusu biashara kukua bila matatizo makubwa, lakini muuzaji wa nyanya hana mfumo wowote zaidi ya kuongeza bidhaa kila siku kwenye kibanda chake. Hafuatilii mauzo, hachambui wateja wanapendelea nini, haboreshi mfumo wake wa biashara. Sasa sikia, bila mifumo utaenda wapi? Bila mifumo, kupandisha biashara kiwango cha juu ni karibu na haiwezekani kabisa. Maana process ndo usogeza na kuifanya biashara kukua. Yani process inakusaidia kujua, ili nitoe shilingi fulani ni lazima nipate shilingi fulani, kama sivyo sitoi. Ukifanya hivi unakuwa na kitu kinachoitwa process management, yani utafanikiwa tu kutaka na kusitotaka. 6. Kuwekeza. Nikisema kuwekeza tena na tena, hii inaitwaje? Kitaalamu inaitwa reinvestment. Shoprite inawekeza tena na tena sehemu kubwa ya faida yake kwenye biashara. Wanaweza kuboresha maduka, kuajiri wafanyakazi bora, kufungua maeneo mapya kupitia 60% ya faida yao. Lengo lao ni ukuaji wa biashara, lakini muuzaji wa nyanya mara nyingi hutumia mapato yake kwa mahitaji yake ya haraka ya maisha. Kwa sababu hiyo kibanda chake ubaki vile vile mwaka hadi mwaka. Sasa hivi ni miaka 7 unauza tu kibanda cha nyanya. Ukuaji wake huwa haupewi kipaumbele sana, ndio maana. 7. Networking, yani ushirikiano. Shoprite ushirikiana na wasambazaji wa bidhaa, wasafirishaji, taasisi za fedha. Mtandao huu unawasaidia kupata rasilimali na kuimarisha biashara yao kwa muda mrefu. Lakini muuzaji wa nyanya anafanya biashara peke yake, hana ushirikiano wala mtandao wa watu wa kumsaidia kukuza biashara yake. Hivyo anaendelea kupambana peke yake na kufa masikini peke yake. Acha nitoe mfano huu tu kwa muuza nyanya, ila inawahusu wafanyakazi wa biashara ndogo ndogo wote. Hivi haujui siku ukitumia ushirikiano na biashara kubwa kubwa za hapo mtaani kwenu tu utavuma sana wewe? Ushirikiano uko hivi: anza kwanza kupita kila duka kubwa zaidi yako, kuchunguza kama wanauza nyanya au la. Kama hawauzi, waambie tu, mimi nitakuwa nawaletea nyanya hapa, zikiisha tunagawana faida. Mimi napata faida 60% ya faida, nyie mnapata faida 40% yake. Hii inaweza kukukosti tu kama hujui kucommunicate na watu. Somo ni hili sasa. Muuzaji wa nyanya na wamiliki wa Shoprite wote ni wafanyabiashara, lakini matokeo yao ni tofauti kabisa, kwa sababu utajiri hauhitaji kufanya kazi kwa bidii tu, bali kufanya kazi kwa akili. Kujenga utajiri kunahitaji mtazamo wa ukuaji. Kujenga utajiri kunahitaji mikakati iliyo wazi. Kujenga utajiri kunahitaji branding na marketing iliyo wazi kabisa. Kujenga utajiri kunahitaji vitu hivyo vyote, maana vitu hivi vinahitajika kama mifumo ya biashara na ndio misingi. Ukiwa na maono ya kupanua biashara bila mambo haya, sahau ndoto hiyo, ama endelea kuota hivyo hivyo na usishtuke. Maana mfanyabiashara anayefanya kazi kwa bidii sana anaweza kubaki mahali pale pale kifedha na asitoke. Na kuhakikishia somo hili ukilizingatia tu litakusaidia sana. Maana ninayezungumza hapa sio kuzungumza tu, ni mfanyakazi pamoja na Shoprite kwa miaka 2 sasa. Bisha shauri yako. Lakini ukifikiria pakubwa sana, nakwambia, ukipanga kwa ajili ya ukuaji, chukua hatua. Maana mfanyakazi anayefanya kazi kwa bidii sana anaweza kubaki mahali pale pale kifedha na asitoke. Lakini ukifikiria kwa ukubwa zaidi, ukipanga kwa ajili ya ukuaji, chukua hatua za kufungua uwezo kamili wa biashara yako, utafanikiwa tu watake wasitake. Nahisi kufikia mpaka hapa unajua ya kwamba tunajiroga wenyewe kifikra na kusingizia wachawi wa Mungu. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Hii ni AEGC Speaker.
Misheni yangu ni kukufanya uyajue ukweli ya maisha ili kesho uache kuitwa trash na uanze kuitwa man. Na kuhakikishia kama umechoka kusikia video nyingi na ufanyikiwi lolote, basi Mission 365 ni kwa ajili yako. Tuko pale tunapiga mastori na plani za maisha na kusaidiana kukua kimafikara. Kama upo tayari, basi nitumie neno 365 kwenye comment na nitakutumia linki moja kwa moja na ujiunge, ama nenda kwenye bio ya chaneli hii utapata namba ya WhatsApp pale, nitumie neno 365 inbox nami nitakuunga mara moja kwenye 365 mission ambayo ipo kwa sasa. Pia kama mwanaume, ili uendelee kujipanga na tusitoke kwenye reli yetu ya mahusiano, soma kitabu changu kinachoitwa Kanuni 7 za Kijana Mtukutu ili kupata maarifa zaidi. Asante na ongera, sio mwingine ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Usisahau kusubscribe. Amin.